Mtazamaji, ni msimu wa maonesho ya Sabasaba kwa mwaka huu 2026 hapa jijini Dar es Salaam, yanayoendelea katika viwanja vya Julius Nyerere hapa viwanjani. Channel 10 kilicho bora kabisa, tuko hapa kwa ajili ya kukutanisha na wadau ama wafanyabiashara pamoja na wawekezaji ambao wamefika katika maonesho haya kwa ajili ya kuonesha bidhaa ama kuleta huduma ama elimu mbalimbali. Muda huu mtazamaji, naozungumza na wewe, niko katika banda la ofisi ya Waziri Mkuu. Tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza nao. Ndani ya banda hili kuna taasisi mbalimbali ambazo ziko chini ya ofisi ya Waziri Mkuu. Tunaenda kuzungumza nao kwa ajili ya kujua kitu gani wamekileta kwa mwaka huu 2026, elimu ama ni huduma gani wamewaletea Watanzania. Twende tukazungumze nao. Naam, kama nilivyokueleza hapo awali, niko ndani ya banda la ofisi ya Waziri Mkuu, na humu tunakutana na taasisi mbalimbali ambazo ziko chini ya ofisi hii ya Waziri Mkuu. Tunaanza na taasisi ya TARURA. Hawa ni wakala wa barabara za vijijini na mijini, TARURA. Tuko hapa tunakutana na afisa ambaye ataenda kutueleza kile ambacho wamekileta katika maonesho haya ya Sabasaba ya 50 kwa mwaka huu 2026. Karibu sana. Asante sana. Kwa jina naitwa mhandisi mshauri Fares Ngereja, natokea TARURA makao makuu. Kama mnavyofahamu kwamba wakala wa barabara vijijini na mijini TARURA ulianzishwa mwaka 2017. Tangia kuanzishwa kwake tuna takriban kilomita 144,149.18 ndizo ambazo tumekasimiwa kwa sasa kwa ajili ya kufanyia matengenezo na ujenzi kwa ujumla. Na kama mnavyofahamu, mtandao huu ni mkubwa ukilinganisha na hali halisi, kwa maana kwamba mpaka sasa katika huu mtandao tuna takriban 2.6 ndizo ambazo zimekuwa paved, kwa maana zimewekewa kipo katika kiwango cha lami. Inaweza kawa kiwango cha lami au kiwango cha zege au kiwango cha mawe. Tuna 2.6 tu. Na pia katika huu mtandao tuna takriban 32 ambazo ni barabara za changarawe. Asilimia inayobaki takriban 65 hizi ni barabara za udongo. Kwa hiyo utaona namna gani kwa sasa hali yetu ya barabara bado tupo nyuma sana. Kwa ujumla tupo nyuma sana ukilinganisha na, maana tuna 2.6 tu ndio lami. Kinachobaki zote ni barabara za changarawe na udongo. Sasa kutokana na hali hii, TARURA kama wakala unaojitegemea katika ujenzi wa miundombinu umejaribu kutafuta namna bora ya kuweza kufungua hizi barabara ziweze kupitika kwa muda wote kwa kutumia njia mbalimbali. Kwa mfano, tunatumia vifaa ambavyo vinapatikana katika eneo husika. Yaani tunatumia locally available material katika ujenzi wa miundombinu ya barabara zetu. Na katika kutumiaji wa locally available material ambayo yanapatikana eneo husika, tunajenga madaraja ya mawe na tunajenga barabara za mawe. Ukienda katika mikoa baadhi, kama mfano mkoa wa Mwanza, tunazo barabara za mawe ambazo zimenufaisha kwa kiasi kikubwa wananchi wa Mwanza kiuchumi pamoja na kijamii. Kwa mfano kiuchumi, tunao barabara ambayo inatoka Igogo kwenda hospitali ya Bugando, ambao kabla ya ujenzi wa barabara hii wananchi wa Igogo walikuwa wanazunguka kwenda mpaka Nara, kwenda kwa Nata ndio apande mlima kuelekea hospitali ya Bugando, takriban kilomita 8, lakini kwa sasa hivi takriban kilomita 2 wananchi wamenufaika na barabara ile ya mawe kwa kutumia, na maeneo mengine mengi ambayo wamenufaika katika mikoa ya Kigoma, Rukwa pamoja na Morogoro. Na kwa upande wa madaraja ya mawe kama nilivyosema, madaraja ya mawe kwanza yana sifa moja, ni nafuu katika ujenzi wake. Gharama za ujenzi ni nafuu, lakini pia inaajiri watu wengi. Na mpaka kuanzisha kwetu 2017 TARURA tuliamua kama taasisi kujihusisha na ujenzi wa madaraja ya mawe kwa sababu ya sifa nilizozieleza. Na mpaka sasa tumejenga takriban madaraja 515 kwa gharama ya shilingi bilioni 43. Na kama tungejenga haya madaraja kwa kutumia nondo, tungetumia zaidi ya bilioni 155. Utaona ni kiasi gani tumesave. Takriban zaidi ya 72%, hiyo yote ni saving. Tumesave. Kama tungesubiri kwamba tusubirie tupate hii bilioni 155,
wananchi walikuwa wanaendelea kutaabika, lakini sasa wananchi wale wananufaika madaraja haya kiuchumi pamoja na kijamii. Lakini pia tunajenga barabara za mawe. Barabara hizi ni nafuu. Kwa mfano mpaka sasa tuna takriban kilomita 30 tumejenga katika mikoa niliyosema ya Mwanza, Rukwa, Kigoma pamoja na Morogoro kwa jumla ya shilingi bilioni 14, ambazo kama tungefanya kwa lami nyepesi tungetumia zaidi ya bilioni 20, na kama tungetumia lami nzito kwa maana asphalt concrete tungetumia zaidi ya bilioni 34. Utaona tofauti iliyopo ni kubwa. Kwa hiyo barabara za mawe ni bei zake ni nafuu, kwa hiyo inaweza ikaturahisishia katika nilivyosema, mtandao wetu ni mkubwa sana, itaturahisishia katika kufungua maeneo mengi zaidi ya nchi yetu. Tuzungumzie katika kipindi cha miaka mitano ya utawala wa Daktari Samia Suluhu Hassan, mafanikio ambayo yamepatikana kama TARURA kwa maana ya mijini na vijijini. Ni mmewafikia wananchi ama mikoa mingapi mmeweza kutekeleza kwa kiwango ambacho wananchi wenyewe wameridhika ndani ya miaka hii mitano? Kwanza nashukuru sana serikali kupitia kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Pindi ndani ya hii miaka mitano, kwanza bajeti yetu iliongezeka kwa kiwango kikubwa sana, kiasi kwamba wewe mwenyewe utashuhudia maeneo mengi tumejenga barabara za lami na tumeweza kufungua miji mbalimbali kwa kiwango cha lami. Angalau miji yetu sasa inaonekana ni miji ambayo inaheshimika kwa sababu ya bajeti, ongezeko kubwa ambayo tumeongezewa za hiyo bajeti yetu ya ujenzi wa barabara za kwa ujumla. Lakini pia tumeongeza ujenzi wa madaraja mengi zaidi. Niseme kwamba madaraja ndio uchumi. Huwezi kusema kwamba una barabara bila kuwa na daraja. Kwa hiyo daraja ndio linalobeba barabara zetu. Kwa hiyo tumeongeza kwa kiwango kikubwa, takriban asilimia zaidi ya 50 ya ongezeko ambalo limeongezeka katika ujenzi wa madaraja yetu, limeongezeka kutokea ile idadi ya awali. Watanzania watarajie nini sasa kwa sasa kuanzia hapa tulipo na kuendelea? Kitu gani ambacho unawaahidi Watanzania kupitia TARURA? Watanzania tunaweza tukawaahidi kwamba tuchape kazi. Miundombinu unaenda kufunguka. Wananchi kila mmoja tutaenda kuvuna kila ambacho tunakipata. Kwa maana kwamba mkulima sasa badala ya kusema kwamba kuna Kangomba kule ananunua kwa bei rahisi alafu yeye anaenda kuuza kwa bei kubwa, hicho kitu kitafutika. Kwa maana barabara zetu tutaenda kuzifungua vijijini na wananchi wataweza kusafisha mazao yao kutoka vijijini mpaka kwenye masoko.